sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 5, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 8 aya ya 1 hadi ya 7 na aya ya 9 hadi ya 13. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 6 aya ya 53 hadi ya 56. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Yesu na wanafunzi wake walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genezareti, wakatia nanga. Nao wakisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Na kila alipokwenda, akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakimsihi waguse ngaa pindo la vazi lake. Nao wote waliomgusa wakapona. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wapendwa katika Kristo, masomo yetu ya leo yanatukutanisha na dhana kuu moja na ya msingi sana, ambayo inasema uwepo wa Mungu kati ya watu wake, au pengine tunaweza tukasema uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Katika somo la kwanza la kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 8 aya ya 1 hadi ya 7 na aya ya 9 hadi ya 11, tunasikiliza masimulizi ya kilele cha ujenzi wa hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu ambalo limejengwa huko Yerusalemu na Mfalme Sulemani kama ahadi yake Mungu kwa Daudi. Tukio hili ni mafanikio makubwa sana ya Mfalme Sulemani katika kipindi cha uongozi wake au katika kipindi cha ufalme wake. Ni baada ya miaka 7 ya maandalizi na kisha ujenzi wake, sasa tunaambiwa hekalu la Yerusalemu limekwisha kukamilika. Kihistoria hii ilikuwa ni hatua kubwa sana ya mpito kutoka maisha ya kutangatanga au maisha ya kuhamahama, ambapo tunaambiwa Mungu alikaa kwenye mahema na kwenda sasa kwenye makazi yake ya kudumu ambayo ndiyo hekalu lake. Kumbe Yerusalemu hapa inakuwa kitovu cha kidini na kisiasa cha taifa la Israeli kwa nyakati hizo. Mpendwa, zaidi sana tunaona Mfalme Sulemani alipoingiza sanduku la agano hekaluni, wingu kubwa linatanda na lilijaza nyumba ya Bwana. Hii ina maana gani au inamaanisha nini? Wingu ni alama wazi ya Mungu Roho Mtakatifu. Kumbe hii ilikuwa ni alama ya Mungu na utukufu wake unaoshuka kukaa na wanadamu katika hekalu hilo. Swali la kujiuliza na la kututafakarisha hapa ni je, tunatengeneza mazingira gani katika mioyo yetu ili utukufu wa Mungu uweze kushuka na kukaa nasi? Basi hii itukumbushe kuwa uwepo wa Mungu hauji mahali pasipo na utii kwa neno lake. Uwepo wa Mungu hauji mahali palipo na makandokando, au uwepo wa Mungu hauji mahali pasipo na maandalizi. Kumbe ili Mungu akae ndani yetu na ndani ya familia zetu na ndani ya mioyo yetu na katika kazi zetu, ni lazima tukubali kujenga misingi ya uaminifu kwa maagizo yake. Ni lazima tutambue tunapojongea mbele zake tunatakiwa kuwa tumejiandaa vema, kwani anastahili hayo. Na kanisa linaona wazi na linatuwekea sakramenti, hasa sakramenti ya kitubio, ili basi kwa mara zote tunapoweza kuanguka na tunapohitaji kujipatanisha naye Mungu muumba wetu, tuweze kujongea sakramenti hiyo ya kitubio. Na katika somo la Injili tunamuona Yesu na wanafunzi wake wakifunga safari na wanafika Genesareti iliyoko ukingo wa kaskazini magharibi mwa bahari ya Galilaya. Ni hapa ndipo tunaona watu wakifanya juhudi na wanakwenda mbio kumtafuta Yesu. Hawakusubiri mambo ya jipe, na badala yake tunaambiwa walichukua hatua ya kiimani, hatua ambayo ni kuwaleta wasiojiweza na wagonjwa, wakimsihi waguse hata pindo la vazi lake ili wapate uponyaji. Mpendwa, watu wale waliamini kuwa hata wakigusa tu pindo la vazi lake wataupata uponyaji ndani yake, na tunaambiwa kwamba nao watu wote waliomgusa walipona. Hii ni imani ya ndani kabisa iliyojaa tumaini kuu kwa Kristo Mwokozi wetu. Mpendwa, je, maisha yetu ya leo tunagusana na Mungu wapi na ni kwa namna ipi? Au je, tunapofikwa na changamoto na mahangaiko ya dunia hii, kimbilio letu ni kwa nani? Mara kadhaa tunakumbana na changamoto na mahangaiko ya dunia hii.
Na basi mara nyingi tunajikuta tukimtafuta Yesu kwa maneno mengi au kwa namna yeyote ile isiyompendeza Mungu. Lakini watu wa Genezareti walimtafuta kwa mguso wa imani na matumaini makubwa. Nasi leo hii hatuna sanduku la agano na Yesu atembei tena kimwili katika mitaa yetu, lakini basi tunao uwezo wa kuona uwepo wake katika kuishi kwetu pamoja na wahitaji, katika kuishi kwetu pamoja na yatima, na ni katika kuishi kwetu pamoja na wagonjwa, tukitambua fika ni katika kuwatendea mema tunapata kugusana na Mungu katika maisha yetu. Namna nyingine ambayo tunaweza hisi uwepo wa Mungu na kugusana naye ni katika sakramenti zake, zaidi sana katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tunapaswa kutambua kwamba mara zote tunapoijongea na kupokea Ekaristi Takatifu, tunafanya zaidi ya kugusa pindo la vazi lake, kwani tunampokea yeye ndani yetu, naye anafanya maskani ndani yetu. Kama vile wagonjwa wa Genezareti walivyopona kwa uwepo wake Kristo na kugusa pindo la vazi lake, nasi leo kila tunapoikaribia altare basi tuijongee kwa imani na sio kwa mazoea tena. Tunapaswa kutarajia kwa tumaini kuu na tumaini kubwa sana kwa Kristo Mwokozi wetu, kwa atatuponya na udhaifu wa dunia hii. Habari njema ni kwamba Yesu sasa ni hekalu jipya na anatualika nasi kuwa hekalu lake. Ikiwa katika hekalu la Sulemani watu walibaki nje kwa hofu ya utukufu, sasa utukufu wa Mungu umekuwa unagusika na sio kukaa mbali. Basi katika Kristo Yesu, yeye ndiye pindo la vazi la Mungu linaloshuka hadi duniani ili kutuponya udhaifu wetu wa kimwili na kiroho. Nasi baada ya kugusa pindo la vazi la Yesu, sisi nasi tunapaswa kuwa vazi la Yesu kwa wengine wote wanaotuzunguka. Na zaidi sana tujiulize, watu wakitugusa kwa maneno au matendo yetu, wanapata uponyaji au wanapata maumivu? Kumbe maisha yetu yawe maisha yenye kudhihirisha uwepo wa Mungu kwa watu wengine, ili basi mara zote watu wanapotugusa ikatoke huruma, ikatoke faraja na tumaini la uponyaji kwao. Kumbe leo tusali tukiomba neema ya Mungu Roho Mtakatifu atuongoze, ili basi maisha yetu yakadhihirishe uwepo wa Mungu ndani yetu na kwa wengine wote wanaotugusa na wanaotukimbilia katika shida na mahangaiko yao. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Jackson Silayo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi